Katika jitihada za kuendelea kuhakikisha mkoa wa Mara unakuwa na amani na utulivu, Kamanda wa Polisi mkoa wa Mara Saka Pius Lutumo afunga safari ya zaidi kilomita 54 kutoka makao makuu ya polisi mkoa hadi katika kijiji cha Mekomarilo kilichopo wilaya ya Bunda kwa lengo la kutoa elimu ili kutatua mgogoro wa ardhi baina ya wananchi wa kijiji hicho na kijiji cha Remongorole ambavyo vinapakana katika wilaya mbili, wilaya ya Bunda na wilaya ya Serengeti. Sisi kama jeshi la polisi tumekuja hapa kwa lengo moja la kuwaelimisha kwamba unapokuwa na migogoro manake unazaa kosa la jinai. Na yeyote anayekuwa ametenda kosa la jinai ni mawili tu: asiwepo hapa, akiwepo tutamkamata. Unapoanzisha vita kuna watu kufa, kuna watu kuumia, kuna mali kuteketea. Kwa hiyo anzisha vita, lakini ujue hayo mbele yako yapo katika level ya nchi. Kama mlikuwa mnakutania sehemu fulani kwa ajili ya malisho, kwa ajili ya kilimo, kwa nini msiendelee kuheshimiana? Anayewachonganisha mnagombana ni nani? Na kama mmeweza kukaa mwaka mzima, mimi sisikii ugomvi hapa. Kuanzia 2024 sijawahi kusikia, 25 sijawahi kusikia. Leo ng'ombe anakatwa panga, ng'ombe anakatwa panga. Kinachofuata ni nini? Kinachofuata baada ya kukatwa ng'ombe ni nini? Ni mtu kukatwa. Haya, nikuulizeni baba, wewe leo hii uko tayari kukatwa mguu? Uko tayari kufariki? Ama wewe uko tayari kukatwa mguu au kufariki? Hakuna ambaye yuko tayari. Kweli sio kweli? Askari mwenyewe saa zote hayuko tayari, na anapokwenda kupigana anajua kabisa huu moto ni mkali, lakini sipo tayari kufariki. Kweli sio kweli? Hakuna ambaye yuko tayari leo kufariki. Hasa kama hakuna ambaye yuko tayari kufariki, unaenda kifua mbele na mikuki ya kutosha, umewaza tu kufaulu vita. Haya, umeshafaulu sasa. Hivi sasa ninavyoongea, mkoa huu wa Mara, mkoa wote huu, unaujua mkoa wa Mara wote huu, mahali palipo baki na kamgogoro na kaita kamgogoro ni hapa tu. Wanaotembea ni mjeni, tuko mkoa wa Mara, ni hapa peke yake. Sasa kama tumefaulu haya mengine, haya madogo madogo, tunafeli wapi? Niwaambie hivi, jeshi la polisi la kisasa linalofanya kazi kwa weledi, linalofanya kazi kwa uadilifu, linalofanya kazi kwa kuzingatia sheria, taratibu, kanuni. Wewe ukijeruhi mnyama, jeshi la polisi watakutafuta mpaka wakupate, watakukamata, watakufikisha mahakamani. Na wakikufikisha mahakamani tayari automatically utapata adhabu, na yule mnyama aliyejeruhiwa utafanya compensation, utalipa. Jambo lile likisababisha mauaji, viongozi hamko salama. Kabla sijafika Msoma, mwe mmeshanitajia huyo bosi wa hao watoto waliokata ng'ombe miguu. Hizo taarifa nataka nizipate kutoka kwenu, na inawezekana mtaki kutajana, mtamtaja tu baadaye. Kikao hicho kimeleta matumaini makubwa kwa wananchi hao, na wao wana haya ya kusema. Nini kifanyike mheshimiwa, ni kwamba sasa umefika muda wa kukaa wazee, ndio wa kijiji hiki na kijiji hiki, sawa, kwa maslahi ya hili eneo letu, sawa, kwamba tutalitumiaje. Sawa. Mtu asingangane kwamba ninalima, sawa, na mtu asingangane kwamba nafuga. Tubalansi, tuishi kwenye eneo hili, kwa sababu hawa Mkomarilo hawahami na sisi Remongorole hatuhami. Ngura, mkazi wa kijiji cha Mekomarilo. Cha kwanza katika kikao cha leo nimekifurahia kwa sababu kilikuwa ni kikao cha kuleta amani kati ya vijiji viwili, Remongorole na Mekomarilo. Yaani ndicho nilichokifurahia, na kingine ni kile ambacho afande RPC ametoa elimu kwa wananchi wasijichukulie sheria mkononi. Jambo linapotokea uwepo ushirikiano kati ya serikali ya pande zote mbili. Kwa majina naitwa Pili Charles, ni mkazi wa kijiji cha Remongorole. Mimi kwa upande wangu nimefurahi ujio wa RPC kututembelea kufika hapa kwenye eneo la mgogoro. Nimemnukuu kauli moja aliyosema kwamba wazee wa pande mbili zote waweze kukutana ili kuweza kutatua huu mgogoro. Kwa hiyo watakapokutana watazungumza jambo moja na wataweka sawa, hatimaye mgogoro utakuwa umeisha, kwa sababu mgogoro asilimia kubwa ni maeneo, ni mpaka ndio kugombanisha.